mnanisikia? Hapana. Sasa naona na mtumbo yote iko hapa muda huu. Tuko hapa baba. Nawashukuruni sana kwa kuja kwenye mkutano. Huko mnanisikia? Na mtumbo mpo? Kama unisikii huko naomba unyoshe mikono tafadhali. Nanipata eh? Hapa vipi? Iko sawa sawa eh? Haya. Na mtumbo mpo? Hapa mko karibu mnanisikia? Ndugu zangu wana Mtumbo, nimefurahi kurudi na Mtumbo. Karibu. Nimefurahi kurudi kwenu tena. Karibu sana. Nilipokuja hapa mwaka 2020 tulifanya mkutano mzuri sana. Nyie ni watu wema, na leo kwa wingi wenu huu mmethibitisha kwamba nyie ni watu wema, watu wenye upendo. Asanteni kwa kutupokea. Karibu sana. Asanteni kwa uvumilivu wenu. Sasa tumekuja kuzungumza mambo ya nchi yetu. Tumekuja kuzungumza mambo ya Namtumbo na kuzungumza mambo ya mkoa wetu wa Ruvuma na kanda yetu ya kusini. Ni mambo ya nchi yetu, ni mambo yanayohusu maisha yetu, yanayohusu maisha yetu sisi wote wa Tanzania. Tuna mwaka wa uchaguzi, na katika mwaka wa uchaguzi lazima tuzungumze masuala ya uchaguzi na uongozi, kwa sababu ndugu zangu, masuala haya ambayo pengine wanayaita masuala ya siasa, haya ndiyo masuala yanayoathiri maisha yetu moja kwa moja. Aina ya uongozi ulionao ndio unaoamua kama watoto wako watasoma au hawatasoma. Wanaogawa pesa za bajeti ya elimu au ya afya ni wanasiasa. Wawe wabunge, wawe mawaziri, wawe raisi, ni wanasiasa. Kwa huyo anayegawa pesa za nchi hii ili mwanao aende shule, ili wewe ukiumwa uende hospitali, ili ujengewe barabara, ili usitozwe ushuru, ili uletewe stakabadhi ghalani, si mnafahamu? Huyo mtu huyo kiongozi huyo ni muhimu kuzungumza anapatikanaje, kwa sababu anavyopatikana inaamua atakavyo kukutawala, atakavyoamua kutumia madaraka alionayo juu yako na juu ya mali yako. Kwa ni muhimu tuzungumze habari ya uongozi, tuzungumze habari ya uchaguzi. Sasa kwa kuanzia, nataka tutafakari kidogo kitu ambacho mimi naamini mnakiona kila siku iendayo kwa Mungu, lakini sina hakika ni wangapi huwa mnajiuliza ni kitu gani hiki kinaendelea. Unaona hilo lori? Hilo lori hilo. Ukikaa hapa ndani ya saa moja, in fact tangu tumekaa hapa, yamepita mangapi malori hayo yanayokwenda hivi?
siku moja tangu asubuhi, tangu saa 12 asubuhi mpaka hapa tulipo, yamepita mangapi hayo malori kutoka huko kwenda hivi? Zaidi ya 100. Ni kwa mamia, sio? Ndio. Mimi leo nimeanzia safari Masasi. Jana nimelala Masasi, nimeamkia Masasi leo. Sasa kuchukua barabara kutoka Masasi mpaka na Mtumbo hapa, nafikiri nimepishana na hayo malori zaidi ya 200. Kila baada ya dakika 10 lazima ukutane na lori. Yameandikwa specialized hauliers, Ruvuma Coal Limited, au sio? Ni wangapi wenu mnajiuliza hivi yamebeba nini na hicho anakipeleka wapi? Hatujui. Hilo lingine haijapita dakika 5. Sawa sawa. Hebu nataka tu mfikirie, mnayaona kila siku. Lingine hilo haijapita dakika 2. Yanapita hapa siku nzima, yanahamisha makaa ya mawe kutoka mkoa wa Ruvuma. Ngaka siko huku kwenu? Ndio. Wapi kwingine Ngaka? Nimeandika hapa, utaniambia kama nimekosea. Luanda siko huku? Achia ile ya Angola, kuna Luanda nyingine Angola. Yametoka Ngaka, yametoka Luanda, yametoka Mbamba Bay, yametoka Mvukuru. Haya si maeneo ya kwenu? Yanapita njia hii usiku na mchana, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka. Nani anayejiuliza hivi hawa watu wanabeba nini na wanakipeleka wapi? Umewahi kusikia wajinga ndio waliwao? Wajinga ndio? Sasa haya malori yote haya yamebeba makaa ya mawe. Makaa ya mawe. Nchi zote zilizoendelea, zote za Ulaya, za Marekani, za Asia, za wapi, nchi zote ambazo zimeendelea kwa sababu ya makaa ya mawe. Sawa sawa? Kwa sababu ukiwa na makaa ya mawe una uwezo wa kuyeyusha chuma. Kuna mahali panaitwa Liganga, au sio? Liganga iko wapi? Mbinga iko wapi? Ruvuma hii sio? Ukiwa na makaa ya mawe unaweza ukayeyusha chuma cha Liganga, na ukipata hicho chuma kinachoitwa chuma cha pua, piga, au ukapata steel, ndio inayotengeneza magari, ndio inayotengeneza treni, ndio inayotengeneza bidhaa yoyote ya chuma unayoifahamu katika maisha yako. Unanipata? Unahitaji makaa ya mawe. Makaa ya mawe ndio nishati yenyewe, na unahitaji chuma cha Liganga ili ukiyeyushe kwa kutumia moto wa makaa ya mawe utengeneze chuma cha kutengenezea vitu vyote unavyofahamu vinavyotengenezwa kwa chuma. Sasa fikiria, kuna chuma Liganga
na kuna makaa ya mawe hapa hapa mkoa huu. Halafu mwaka mzima, kila siku iendayo kwa Mungu, kwa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 10, wa ngapi, yanapita hapo, yanakwenda Pwani, Dar es Salaam, mengine yanakwenda Kenya. Ukienda na Manga mpakani, utakuta specialized hauliers kutoka mkoa wa Ruvuma wanapeleka mkaa wa mawe Kenya. Ukienda Hokororo kwenye mpaka na Mombasa, utakuta specialized hauliers wamebeba makaa ya mawe wanapeleka Kenya. Mengine yako bandari ya Dar es Salaam, yanapelekwa, mkaa wa mawe unapelekwa India, unapelekwa China, unapelekwa Uholanzi, unapelekwa nchi zingine, ili wakayeyushe chuma, wanunue, watengeneze magari, watengeneze vitu vya chuma, halafu watuuzie. Halafu watufanye nini? Watuuzie. Sisi ambao chuma kiko hapa Liganga, madini ya chuma yako Liganga, na makaa ya mawe yako mkoa huu. Mnanipata? Anayeamua yawe hivyo ni nani? Ni Mungu? Ni nani? Viongozi wanaopatikana kutokana na nini? Na uchaguzi. Au nakosea? Kwa hiyo namna mlivyochagua ndio inayowezesha mali inawapita hapa, hata hamjui. Hamjui. Na watu wajinga ndio waliwao. Au nakosea? Hapa mahali hapo mbele hapo kuna kibao kimeandikwa Likuyu. Likuyu, au sio? Likuyu kuna nini? Kuna mgodi wa uranium, au sio? Mnafahamu matumizi ya uranium? Nchi zote ambazo zinatawala dunia hii, zinazotutawala hata sisi, msifikiri tuko huru sana. Nchi zote kubwa zinazotawala dunia hii, zenye pesa, zenye silaha kali ambazo binadamu amewahi kuvumbua ni silaha za nuclear. Sawa sawa? Umeme ambao ni mkubwa kuliko umeme mwingine wowote ni umeme wa nuclear. Kilo 10 ya uranium iliyosafishwa inaweza ikazalisha umeme nchi hii hamwezi kuutumia. Kilo 10 ya purified uranium, ya uranium iliyosafishwa. Unanifahamu? Kwa uranium ndio inayotengeneza mabomu ya nuclear. Ukisikia Marekani anagombana na Iran sasa hivi juu ya mipango ya Iran kutengeneza silaha za nuclear, ni kwa sababu wana uranium. Wamepata nini? Uranium. Ukisikia nchi na kinu cha kufua umeme wa uranium, Afrika hii ziko hizi, Misri na Afrika ya Kusini. Mnanielewa? Umeme wake ni mkubwa ajabu. Nchi za Ulaya na nchi zote zilizoendelea kama China na Urusi na wapi na Canada na Marekani na wapi, zote zina vinu vya kufua umeme wa nuclear, kwa sababu umeme wa nuclear ni mkubwa ajabu. Na nuclear inatokana na nini? Inatoka Likuyu, mkoa wa Ruvuma. Tumejenga uwanja wa ndege pale ili msije mkazuia biashara ya watu. Wanakuja kwa juu kwa juu, wanabeba, wanatoka juu kwa juu. Yeye
tunazalisha makaa ya mawe nchi hii, na umeme unakatika kwenye mkoa ambao unachimba uranium. Wajinga ndio? Na unavyochagua ndivyo utakavyopata. Hii ndio stahili yetu, kwa sababu tulichagua au tumelazimishwa kuchagua viongozi wa aina fulani. Sawa sawa? Mmenielewa? Sasa hayo ni haya mnayoyaona hilo. Kwa hiyo ndugu zangu wana Mtumbo, sasa simeshafahamu, yakipita haya malori mnapaswa mlie, kama sio kulala barabarani na kusema tumechoka ujinga. Tumechoka? Msipochoka yatapita tu, na kuna siku yataisha, watamtawachiwa mashimo matupu. Unanipata? Unavyochagua au viongozi unavyowapata ndivyo utakavyotawaliwa, ndivyo utakavyoendeshwa. Ukichagua viongozi wa hovyo, usitegemee neema. Tunaelewana? Nyie watu ni wakulima, au sio? Wakulima sana nyie. Mnalima korosho, mnalima ufuta, mnalima mbaazi, mnalima soya, au sio? Mnalima mpunga, mahindi, au nakosea? Hayo mazao hayo ni ya kwenu kiasi gani? Tuelezane tu. Ni ya kwenu kiasi gani? Korosho ni ya kwako ikiwa shambani tu, ikiwa kwenye mti, ukiwa unahangaika nayo, upalilie mwenyewe, upige dawa mwenyewe, usafishe shamba mwenyewe, hilo shamba ni la kwako na korosho ni ya kwako. Ukisha ivuna na unavuna mwenyewe, ukisha ivuna umefikia sasa unakaribia kwenye hela, sio ya kwako. Stakabadhi ghalani na inakuhusu. Au nasema kitu kigeni hapa? Stakabadhi ghalani inafanya nini? Inakuhusu. Mnalima ufuta, ukafyeke shamba mwenyewe, ulime mwenyewe, weka mbolea mwenyewe, palilia mwenyewe, vuna mwenyewe. Ukiweka kwenye gunia unataka kuuza, huo ufuta sio wa kwako tena. Stakabadhi ghalani. Mbaazi ni tofauti, soya ni tofauti, Haya mazao sio ya kwenu, yanakuwa ya kwenu kabla hayajafikia mahali pa kutengeneza pesa. Ikishafika kwenye pesa, wanakuja wanakuambia huwezi kumuuzia yule, peleka hapa. Ukipeleka pale walipokuambia huwezi kupewa pesa, unaenda kupewa kipande cha karatasi. Nasema uongo? Haya mambo anaamua nani? Wanaamua viongozi, au sio? Wanapitisha masharia bungeni, wabunge, au sio? Unavyochagua hivyo unavyopata. Ukichagua hovyo au wakiwa na mfumo wa uchaguzi hovyo, wanaengua wapinzani, wanabaki kila vita kawawa, ujue utavuna ulichopanda. Utavuna stakabadhi ghalani. Au nakosea? Nyie si mko na Selous hapa? Watu wangapi wanaumizwa Selous hapa? Wengi. Niambieni basi. Wengi. Ni wangapi ambao ukilima pembezoni wanasema umeingia kwenye hifadhi? Wengi.
halafu wanasubiria mazao yameiva wanaenda kuvuna. Wakikukuta mle, sio tu wanakunyang'anya mali, pesa au nini, watakupiga, watakuumiza, halafu kutoka inabidi ulipe mafaini ya ajabu ajabu. Nasema uongo? Ni uongo? Hili pori si imejaa tembo hili? Ukikutana na tembo akakukanyaga, shauri zako. Akiingia kwenye shamba lako la mahindi au la mazao mengine, tembo anajua ni chakula, na ni chakula kweli. Akala mazao yako, ni shauri yako. Ukienda kumfukuza ukamuua, Kanapa wanakuhusu. Kanapa wanakuhusu. Na Kanapa wakikuhusu, Kanapa wanaua watu, wanajeruhi watu, wanaumiza watu. Maeneo yote yenye hifadhi nchi hii ni uwanja wa vita kati ya Tanapa na wananchi. Hii Tanapa wamejianzisha wenyewe? Imeanzishwa na nani? Na serikali ni nani? Nyie ni serikali? Nyie imeanzishwa na nyinyi? Wewe wacheni utani. Walioko madarakani ndio wanaoamua kuwe na Tanapa, wanaoamua kuwe na hifadhi, wanaoamua kuwe na stakabadhi halali, wanaoamua makaa ambayo yaende nje badala ya kujenga viwanda hapa, ndio wanaoamua maisha yenu. Mnanifahamu? Kwa unavyo viongozi unaowapata na namna unavyowapata, ndivyo utakavyovuna matokeo ya uongozi wao. Nakosea? Unanielewa? Nyie wananchi hamna msaada wowote kutoka serikalini. Hamna msaada wowote kutoka kwa viongozi. Na hamna msaada wowote kutoka kwa viongozi kwa sababu hao viongozi sio wa kweli. Hamjawachagua. Mmefanya uchaguzi wenye vitu wa vijiji hapa mwaka jana. Ndio. Mlichaguaje? Wapinzani wote walienguliwa. Hamkuchagua, lakini si wapo. Wamepachikwa. Wenye viti wa vijiji wamepachikwa. Wenye viti wa mitaa wamepachikwa. Madiwani wamepachikwa. Mbunge ni wa kupachikwa. Rais wa kupachikwa. Nyie mlichagua Samia? Sasa kama hujamchagua mwenyekiti wa kijiji, ukakamatwa na Tanapa hapo, mwenyekiti gani anakuja kukusemea wewe? Nani wakuja kukutetea wewe? Umekabwa na mapolisi hao, na wanatukaba kila siku na makosa ya bure kabisa. Umekabwa na mapolisi, umepelekwa mahakamani kesi ya uongo, au huko kituoni umekaa mahabusu wiki na wiki. Haitokei. Huyu ambaye hujamchagua atakuja kukutetea? Kuna wafanya biashara hapa, au sio? Si kuna mabiashara kibao hapa? Tozo, kodi, ushuru, ada, vitu gani? Ukiweka nyanya, kuna bwana na machungwa pale nao, huyo wameshamtembelea huyo. Ukiweka machungwa chini wakwambia toa hela. Kuna mtu anapita na karanga hapa, si korosho, toa hela. Ukiweka nyanya chini, toa hela. Mwenye chipsi huyo, wewe hujatoa wewe? Hawajakufuata. Umetoa.
Una mkahawa, toa. Una duka hapo, umetoa. Nyie ni toa ndu kama ya kanisani. Sasa nani wanaoamua nyie mtoe? Serikali ni nani? Madiwani, wabunge wanaopitisha hizi sheria za kodi na ushuru na za toa ndugu, wala hawauiti ndugu tena, ni toa. Unavyochagua viongozi unaowapata ndivyo utakavyovuna matunda ya nini? Ya uongozi wao. Na sio nyie tu, hata hao mapolisi msidhani wana afueni hata kidogo. Hawana. Huyo akikuonyesha ile kipande yake ya mshahara ya kila mwezi, wanalizwa kila mwezi hao. Hata hela zamani maaskari walikuwa wakifa unazikwa na serikali. Siku hizi wanajizika wenyewe. Wanakatwa mshahara wa mfuko wa kufa na kuzikana. Yaani wameanzisha mfuko wa kufa na kuzikana. Kwa serikali haiwaziki tena. Na kazi yenyewe ya polisi hii ni kazi ya hatari tupu, kazi ya lawama tupu. Sasa akienda kuchukua mshahara amekatwa kodi, amekatwa kufa na kuzikana, amekatwa ya uniform, amekatwa ya kitu gani? Na hapo bado hajastaafu akutane na kikokotoo. Ndio maana unakuta maaskari wana hasira muda wote, utafikiri tumewaibia. Wakikukamata, wakiambiwa umekosa kitu, hata hawajathibitisha, utapigwa, utafikiri umemwibia mke. Sawa? Kwa sababu wana hasira ya machungu ya kupigwa kwenye kazi zao, kwenye ajira zao. Kama ambavyo na sisi tuna machungu ya stakabadhi halali, tuna machungu ya hifadhi, tuna machungu ya kukosa dawa mahospitalini, kwa sababu ya namna ya uongozi tulivyoupata. Mmenielewa ndugu zangu? Sasa tunajiuliza tufanyeje? Kwa uchaguzi ulivyo wa nchi hii, wananchi wanamtumwa. Kwa uchaguzi ulivyo, mwaka jana mmeona, 2020 mliona, 2019 mliona, mmeona chaguzi zilivyo. Mnafikiri kwa utaratibu wa uchaguzi wa nchi hii ulivyo, tutapata nafuu? Kweli tutapata nafuu? Wazee wangu wanamtumwa, tutapata nafuu? Sasa njia za kupita, hatuwezi tukapata nafuu kwa sababu mfumo wa uchaguzi umetengenezwa kulindana, kuwalinda. Tume yote imeteuliwa na Samia. Na Samia ni mgombea kama alivyosema Mheshimiwa Lema. Wakurugenzi hao, mkurugenzi wanamtumwa ameteuliwa na Samia, ndio anayetangaza mbunge. Kwa hiyo mkurugenzi ni CCM, tume ni CCM, mtendaji wa kata anayetangaza diwani ni CCM. Hao wanaosimamia huko vijijini ma CCM watupu. Tunatokea wapi? Tukigombea wanakata wagombea wetu wote. Wamekata wagombea hapa vijiji, nimeambiwa vijiji 71, sio? Kwenye vijiji 71 wamekata wagombea wetu, wakabaki wawili tu. Kwenye vitongoji 400 na ngapi wamekata wote. Huo ni uchaguzi wa aina gani? 2020 walikata madiwani hivyo hivyo, walikata wagombea ubunge hivyo hivyo. 2019 walikata nchi nzima. Mfumo wetu wa uchaguzi tukienda nao hivyo hatutapata chochote.
chochote. Sisi wananchi hatutapata chochote. Mali itaendelea kuondoka, tutazidi kuwa maskini, tutazidi kuonewa. Sawa sawa. Kwa hiyo tunachohitaji kufanya kabla hatujazungumza habari ya uchaguzi ni kuzungumza utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu wa uchaguzi ukiwa wa hovyo, uchaguzi utakuwa wa hovyo. Na uchaguzi ukiwa wa hovyo, hatutapata viongozi wa kutusemea, hatutapata viongozi wa kututetea. Tutawapata kina Vita Kawawa, tutawapata hawa ambao wanashiriki kutunyonya. Tumetoka Lindi. Kassim Majaliwa, waziri mkuu, ni mbunge wa Ruangwa, kapita bila kupingwa, kapita bila. Wapinzani wake wa Chadema, wa CUF, wa ACT wamepigwa, hawafai, ili huyu Majaliwa awe mgombea bila kupingwa, apite bila kupigiwa kura. Matokeo yake wananchi wa Ruangwa na wao wana stakabadhi ghalani, ya kwao ni kali zaidi ya kwenu, kwa sababu wao wanakatwa hela ya kuchangia mpaka timu ya mpira ambayo ilikuwa na kule nako wanachimba uranium Namungo, mahali pana timu inaitwa Namungo. Kila mwenye korosho anakatwa kilo moja shilingi 20 kwa ajili ya timu ya mpira. Ndio hivyo. Bei ya kusafirisha korosho kutoka vijijini Ruangwa kwenda mjini yaliko mahala ya hawa wezi hawa ni kubwa kuliko kukodi malori toka Dar es Salaam mpaka Ruangwa kwenyewe. Wizi. Na unafanywa kwa sababu viongozi hawapatikani kwenye chaguzi huru na za haki. Kwa tunahitaji kubadilisha utaratibu wa uchaguzi, ili kukiwa na uchaguzi kuwe na wagombea, kusiwe tena na wagombea wa kupita bila kupingwa. Wakipita bila kupingwa hampigi kura. Huyo ambaye hujampigia hata kura atakutetea wapi? Kwa hatutaki taratibu za uchaguzi zinazosimamiwa na CCM. Moja. Pili, hatutaki taratibu za uchaguzi zinazoruhusu wagombea wengine kuenguliwa wakabaki mmoja mmoja. Tatu, nyie mnafahamu kwenye kuandikisha wapiga kura wanaandikisha watoto wadogo, wanaandikisha marehemu, wanaandikisha watu wasiokuwepo kabisa. Naelewana? Wanaenda wanachukua daftari la wakazi, wanaorodhesha majina yote. Haikutokea hiyo mwaka jana hapa? Inapofika sasa kwenye uchaguzi wenyewe, kila polisi anayelinda ana kabegi mgongoni. Kana nini? Kana kura za uongo. Wanaondoa mawakala ili waweke kura feki kwenye masanduku, na kura feki ni za CCM. Nasema uongo? Hao walimu wanaosimamia wote ana kabegi, ambaye huwa havai buibui, siku ana buibui. Ukilifunua hivi ana vipegi, kura feki. Halafu wanaondoa mawakala wa upinzani, wanajaza kura feki kwenye masanduku, wanashinda uchaguzi. Hatutaki tena kuwe na kura feki kwenye chaguzi zetu. Tunahitaji kubadilisha utaratibu wote wa kuandikisha wapiga kura, ili kusiwe na wapiga kura maruhani tena. La nne, tunafanyiwa sana fujo kwenye kampeni. Wagombea wetu wanapigwa, wana mikutano yetu inavurugwa, tunazuiliwa kufanya kampeni. Mimi 2020 Lindi na Mtwara sikufanya kampeni. Nilijaribu kufanya Kilwa Kivinje, nikapigwa mabomu na mapolisi, haikuwezekana. Ndio nikaja na Mtumbo. Kwa nini? Kwa sababu nakumbuka ile habari ya Magufuli kupeleka jeshi kwenda kuiba korosho za watu. Sinakumbuka. Sasa yeye hakuweza kwenda kufanya kampeni, wakaona na mimi nisiende. Hasa ni uchaguzi wa aina gani huo? Kwa tuwe na utaratibu wa kampeni
wenu sio ruhusu vurugu kwa wapinzani. Wanaofanyiwa vurugu ni wapinzani tu nchi hii, wanaoenguliwa ni wapinzani tu nchi hii. Kwa nini? La tano, mawakala. Ukiwa mgombea wa upinzani, kuapishwa mawakala wako na mkurugenzi, vita. Wakiapishwa, sheria inasema mkurugenzi ndio anapeleka majina yao kwenye vituo. Kuyapeleka majina, vita. Wakienda na barua zao za utambulisho kwenye vituo, wanaambiwa mkurugenzi hajaleta jina lako hapa, ondoka. Ukibisha na tuletewa askari. Mawakala kupata matokeo ya uchaguzi ya vituo vyao, vita. Na yote hiyo inafanyika kuhakikisha kwamba CCM wanaiba uchaguzi. CCM wanajaza matokeo ya masanduku ya kura kwa kura feki. Hatutaki tena uchaguzi usiokuwa na mawakala au ambao una mawakala wa CCM peke yao. Tunataka sheria itamke kwamba kama hakuna mawakala wa chama kinachoshiriki uchaguzi kwenye hicho kituo usimame mpaka mawakala watakapopatikana. Tukifanya hivyo watawaapisha, kwa sababu wasipowaapisha uchaguzi ufanyike. Unanielewa? La sita, hakuna tena uchaguzi nchi hii ambao hauendani na watoto wetu kuuawa au kujeruhiwa au kufungwa ili CCM wapate madaraka. Ni uchaguzi wa aina gani ambao inabidi tutoe kafara za binadamu ndio watu wawe wabunge au wawe rais au wawe madiwani? Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa wameua watu 4. Kule Manyoni kwetu wamepiga mgombea wenyekiti wa kitongoji risasi, mapolisi risasi 4 mbele ya mke wake na watoto. Wanampiga risasi, wanamuua ili kesho yake asichaguliwe kuwa mwenyekiti wa kitongoji. Kama unaua mtu kumzuia awe mwenyekiti wa kitongoji, ikifika urais wa huyu mnayemuita mama yenu, mtaua wangapi? Wote. Ikifika kwenye ubunge mtaua wangapi? Wote. Hiyo ni sawa sawa? Hatutaki chaguzi zinazoendana na mauaji ya watu wetu. Hatutaki chaguzi zinazoendana na watu kujeruhiwa. Hatutaki chaguzi ambazo badala ya watu kuchagua viongozi wanaowataka wanaishia makaburini. Hayo ni mambo mangapi ndugu zangu? Mambo 6. Hayo mambo 6 hayo niliyoyasema tumeyapigania sisi wa Chadema na vyama vya upinzani. Tumeyapigania tangu vyama hivi vilipoanzishwa mwaka 92 na 93. Haya maswala hatukuyaanzisha sisi. Nimesema tumeyapigania, lakini hatukuyaanzisha sisi. Yalianzishwa na tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali aliyeteuliwa na Rais Mwinyi ili aishauri nchi yetu namna ya kuingia mfumo wa vyama vingi vya siasa. Nyalali ndiye aliyesema tubadilishe mfumo wetu wa uchaguzi kwa sababu mfumo wa sasa ni mfumo wa CCM. Akasema mfumo huu hautafaa kwenye nchi ya vyama vingi kwa sababu unapendelea chama kimoja. Akasema ubadilishwe kabla ya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi wa mwaka 95. Sasa mimi mwaka 95 nimegombea ubunge. Nilikuwa na miaka 27. Nimetoka chuoni mwaka jana yake. Leo na miaka 57. Imepita miaka 30. Bado tunaimba wimbo ule ule kwamba tuwe na chaguzi huru na za haki, na CCM hawataki. Imefika wakati sasa
Kama haiwezekani kwa heri, itawezekana kwa shari. Kama haiwezekani kwa heri, itawezekana kwa shari. Ndio maana tunasema no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hatutasusia uchaguzi. Tutahamasisha nchi hii. Wananchi nyie mnaoteseka na huu utawala, mzuie huo uchaguzi, mzuie usifanyike. Nyie watu wana Mtumbo, niambieni kama huo msimamo wetu ni msimamo sahihi katika mazingira haya. Mnaofikiri ni msimamo sahihi, naomba mnyoshe mikono. Uko sahihi kabisa. Je, huko mnaona huko? Uko sahihi. Haiwezekani. Haiwezekani tena. Haiwezekani tena kuendelea na chaguzi namna hii. Hao wanaosema tuende tu, hatuwezi kwenda tu. Hatuwezi kwenda tu. Hatuwezi kwenda machinjioni tunaona. Kwa sababu chaguzi zetu zimekuwa ni machinjioni. Mnaenda kuibiwa uchaguzi, mnajua. Mnaenda kuenguliwa, mnajua. Wanaenda kujaza kura feki, mnajua. Mnaenda kupigwa na kuumizwa na kuuawa, mnajua. Halafu wajinga wanasema twende tu. Twende tu ili tumpendezeshe nani? Twende tu ili nani asinune? Kwa ndugu zangu wana Mtumbo, naomba nimalizie kwamba yote haya ambayo nimeyasema yanahitaji nguvu yetu sisi wananchi. Mkinyamaza hayataondoka. Mkikaa kimya, stakabadhi ghalani haitajiondoa. Haijaletwa na Mungu. Mnanielewa? Mkinyamaza kimya, mali yote ya mkoa huu itapita barabarani hapa, mnaiona. Kwa hiyo msinyamaze kimya. Tuhakikishe tunapata mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, au vinginevyo tuzuie uchaguzi kabisa. Ndio kabisa. Na hili linawahusu sisi wote, hata nyie mapolisi, kwa sababu na nyie vile vile hamko salama na mnajua. Mnajua hamko salama. Tushirikiane. Ukiambiwa kawapige, kwani lazima ukawapige? Wewe usidi ukiambiwa kawakamate, unajua hawana kosa, kwani lazima ukawakamate? Kwani huwezi ukamwambia bwana DC hawana makosa, mimi polisi ndiye nayejua hawana kosa? Haiwezekani. Kwa hili swala hili linatuhusu sisi wote, linawahusu viongozi wetu wa kidini vile vile. Au nafikiri haliwahusu viongozi wetu wa kidini? Mashehe wana Mtumbo, hili haliwahusu? Haya machungu ya nchi hii nyie hamyaona? Na wachungaji na mapadre wa mkoa huu, mkoa una watu wa dini sana huu. Tuwaambie viongozi wetu wa kidini, tusaidiane. Tusaidiane, sawa sawa? Mmenielewa jamani? La mwisho kabisa, tunahitaji kusaidia hii kampeni kifedha. Ameieleza Mheshimiwa Lema. Hivi mnafikiri labda ni huyu bwana mimi nimelipwa shilingi ngapi mnafikiri? Ili kuja na Mtumbo. Mnafikiri nimelipwa kiasi gani? Gari ni ya kwangu. Ile gari niliyopigwa nayo risasi ya kwangu. Mafuta ni ya kwangu. Gharama ya kulala ya kwangu. Ya kula ya kwangu. Maji ya kunywa ya kwangu. Msipochangia tutaweza?
Msipochangia tutaweza? Hatuwezi. Haitawezekana. Ndio maana tunasema kila mmoja wetu achangie kwa uwezo wake. Ndio maana tunaita tone tone. Tunafahamu mmepigika, kwani hatujui mna stakabadhi halali? Tunafahamu. Tunasema ukitoa 1000 utakufa njaa. Huwezi ukafa njaa. Ukitoa 1000 peke yako haina maana yoyote, haitanifikisha Songea. Lakini mkitoa wote hapa, nyie, hebu jiangalieni mlivyo wengi. Kwanza mkitoa 1000 hapa, hatutapata mafuta kesho kutupeleka Mbinga na Mbamba Bay. Si yanapatikana? Nitoe kofia yapatikane mafuta. Mimi nataka kwenda kwenye mkutano Mbinga na Mbamba Bay kesho. Mwenye 1000 aja. Sawa sawa? Usipotoa kazi haitafanyika. Tutashindwa. Mnanielewa? Hapa nataka mafuta ya Mbinga na Mbamba Bay kesho. Hamna hata mmoja. Ni watu wana mtumbo. Mmepigika Haya, kama hamwezi sawa. Mwenyekiti, watu wako wanasema hata 100 kunipeleka Mbamba Bay kesho hawana. Mheshimiwa Lema, toa ndugu. tunaelewa? Hebu angalieni mlivyo wengi. Sinaweza kutupeleka Mbinga nyie? Sitakuwa mmefanya jambo jema? Leta na kofia nyingine. Toa na kofia nyingine.